sasa hizi, ndugu zangu, kwa jina naitwa Dr. Mama Kavumo. Ni ule mama wa kushirikiana na viumbe mbalimbali wakiwemo majini, maruhani, mizimu ya asili. Hao wote ni viumbe ambao nimejaliwa kushirikiana nao, kuzungumza nao, na wakaweza kutupa mwongozo wa kile ambacho kinakuwa hatuwezi kukitatua au huwezi kukifanikisha kwa wakati. Basi viumbe hawa ni wazuri, wamebeba baraka na mafanikio. Unapokwenda kwa heri, basi jambo lako litakwenda kwa heri. Naitwa Dr. Mama Kavumo, bingwa wa tiba za asili. Watu wengi wamekuwa wakipata pesa, watu wengi wamekuwa wakifanikiwa, lakini watu wengi wamekuwa ni matajiri. Iwe utajiri wako umetokana na kufanya biashara, iwe utajiri wako umetokana na kilimo, uwe utajiri wako umetokana kwa namna yoyote ile. Nataka nikupe elimu. Ukitaka uendelee kukua, unahitaji kuwa na nguvu, unahitaji kujipa kinga, iwe katika biashara, iwe katika kazi, iwe katika namna moja ama nyingine, lakini Mwenyezi Mungu amekubariki, unapata kipato cha kutosha. Dr. Mama Kavumo niko hapa kwa ajili ya kukupa elimu. Kuna umuhimu kubwa baina ya kutoa sadaka. Tunapozungumzia sadaka imegawanyika katika makundi mangapi? Mawili ama matatu. Sasa leo nataka nikupe elimu namna gani umuhimu wa kwenda kutoa sadaka, au watu wengine wanaita kutoa kafara, lakini leo tunazungumzia sadaka. Kila unapotoa sadaka, tambua una nguvu, kuna kitu ambacho unakiongeza katika kazi zako, katika nyota yako, katika mamlaka yako, lakini pia tambua unabarikiwa zaidi. Na ndio maana unaambiwa utoe sadaka, au unapotoa sadaka tambua mali yako inabarikiwa, na vile vile mali yako inaongezeka, lakini pia wewe mwenyewe kipato chako kinafunguliwa zaidi. Kwa hiyo umuhimu wa kutoa sadaka inatakiwa, tunapozungumzia sadaka ziko kwa tofauti, na zote siku ya leo nitakupa elimu namna ya kutoa sadaka hizo. Kuna wengine unapokwenda kutoa sadaka, kama umejaliwa sadaka ya kwanza unaotakiwa kwenda kutoa, basi nenda katika kituo cha watoto yatima, nenda katoe sadaka, nenda kwa wazee, nenda katoe sadaka, nenda kwa wajane, nenda katoe sadaka. Wale wanapoinua mikono yao na kusema namshukuru Mwenyezi Mungu, nimepata riziki kupitia huyu, basi tambua riziki yako itaongezeka mara 2 zaidi. Kwa hiyo umuhimu wa kwenda kutoa sadaka, kwanza unajiongezea nguvu ya baraka, unajiongezea nguvu ya mafanikio, na vile vile unaongezewa, yani pale ulipotoa tambua utaongezewa maradufu. Kwa hiyo ndugu zangu, nawasisitiza sana, wewe unapokuwa na kipato, haijalishi una kipato kikubwa kiasi gani, lakini kama Mwenyezi Mungu kakubariki, umepata nguvu na baraka zaidi, na kushauri nenda katoe sadaka. Nenda kwa watoto yatima katoe sadaka, nenda kwa wazee nenda katoe sadaka, nenda kwa wajane katoe sadaka. Utaona mambo yako yatakuwa vizuri sana. Na pia tunasema hiyo ni sadaka zinatofautiana, lakini unapotoa sadaka hizo tunasema pia usiache kutoa kafara. Tunapozungumzia kafara, hiyo pia ni sadaka. Kafara ni nini? Kafara ni kitu ambacho tunasema unakwenda unatoa kafara, hiyo tunaita pia ni sadaka. Kwa nini tunasema sadaka? Au sadaka hiyo inafanyikaje hiyo kafara? Kuna asili ya kwenu. Umetoa sadaka hiyo, lakini bado kuna asili ya kwenu. Asili ya kwenu kila mwisho wa mwaka au mwanzo wa mwaka inatakiwa ukatoe sadaka. Nenda chukua mbuzi, unapochukua mbuzi, kondoo, ng'ombe, inategemea. Nenda katika asili ya kwenu, waite wazee wa kale, watakufanyia mila, kisha hapo pia utatoa sadaka ya mnyama. Unapotoa sadaka, tambua pia katika asili ya kwenu, wale mababu zako, mabibi zako wataweza kukufungulia heri, wataweza kukubariki, wataweza kukulinda na husda, wataweza kukulinda na uchawi. Ukiona mtu anarogwa, tambua mtu huyo hasimami katika misingi ya sadaka. Kwa hiyo unaposimama katika misingi ya sadaka, iwe ni kwenye asili, iwe katika kusaidia mayatima, wazee pamoja na wajane, hata vitabu vya Mwenyezi Mungu vimeelekeza kwamba toeni sadaka.
unapotoa sadaka, basi pale ulipotoa kinaongezewa mara 2, lakini bado unajiwekea ulinzi, unajiwekea kinga, unajiwekea nguvu ya utawala, nguvu ya kinga pande zote mbili. Kwa hiyo mimi naitwa Dr. Mama Kavumo, ni bingwa wa tiba za asili. Unapokuwa ni mtu ambaye hutoi sadaka, tambua mambo yako pia yanaharibika, unakuwa kuna vitu vingi huwezi kuvipata. Sadaka ina nguvu kubwa sana. Watoto unapowapa sadaka, wanaposhukuru Mwenyezi Mungu kwamba Aisha, nashukuru Mwenyezi Mungu nimepata hichi, basi Mwenyezi Mungu hukubariki zaidi kupitia wale watoto. Unapokwenda kwa wazee, tambua wazee unasema ni watoto ambao tayari wamerudi, ni wazee wanarudi utotoni, hawajiwezi. Basi unapowapelekea sadaka, nao pia wanashukuru kwamba alhamdulillah, Mwenyezi Mungu katuletea huyu, katupa sadaka. Basi wewe pia unabarikiwa maradufu, unapewa nguvu maradufu, unapewa ulinzi maradufu, na wale wazee watakusomea dua, kwa sababu wamepokea kile ulichokuwa nacho, umeokewana nacho kupitia ile riziki uliyopata wewe. Basi wewe pia unaongezewa baraka, unafanikiwa zaidi. Lakini pia tunapozungumzia wamama wajane, wameachwa hawana dila, hawajiwezi, maskini, waliokuwa wanawategemea hakuna. Wewe unapopeleka kile kidogo, pia watasoma dua, alhamdulillah, mtu huyu katuwezesha sisi, tumepata sadaka. Basi nao zile dua zao ukushukia wewe, ufanikiwa mara 2 zaidi, upata nguvu ya mafanikio, upata nuru, ufanikiwa zaidi katika biashara na mipango yako, mambo yako kufunguka. Lakini pia mbali ya yote, wamekuwekea kinga kubwa sana, kwa sababu dua zao zimekukinga wewe, dua zao zimekusaidia wewe. Ina maana hata kama kulikuwa kuna macho ya watu wabaya, kuna watu walikuwa wanakuroga, kuna watu walikuwa wanaharibu biashara yako, basi tambua moja kwa moja utakuwa umejipatia kinga, umejipatia mafanikio, umejipatia mambo mengi, umejipatia thawabu. Kwa hiyo leo nawahimiza namna ya kwenda kutoa sadaka au kutoa kafara. Tunapozungumzia kafara, ile pia ni sadaka. Kuna asili ya mababu, nenda kusanya wazee. Wale wazee tunasema unatoa sadaka, maana lazima utachinja mnyama, patapikwa chakula, patafanyiwa visomo, patafanyiwa dua. Kwa yale uliowapelekea wazee, ukawakusanya pamoja, watakufanyia dua, basi watakufanyia mambo yako yatakwenda sawa sawa. Ndugu yangu, katika chaneli yetu ya Dr. Mama Kavumo, siku ya leo, nenda katoe sadaka. Unapotoa sadaka, tambua umepata nguvu kubwa sana, umekaribisha ulinzi, umekaribisha baraka, umekaribisha mafanikio katika maisha yako ya leo na ya kesho pia. Naitwa Dr. Mama Kavumo, ni bingwa wa tiba za asili. Usiache kusubscribe, usiache kulike, usiache kucomment. Namba yangu ya simu unachukua, unawasiliana na mimi. Unahitaji kupata mwongozo, unahitaji kujifunza zaidi, unahitaji Dr. Mama Kavumo akusaidie katika namna moja ama nyingine. Karibuni sana, asanteni sana.